Kama Mtume alivyotaja ndani ya Sahih Muslim, watakuja watu wawili siku ya Kiyama, wanajuana hawa watu katika hisabu. Sasa mmoja wao katika wale wawili atahesabiwa, kisha ataambiwa ingie peponi baada ya muda. Kisha huyu mwingine ataambiwa, wewe ngojea mwanzo, hisabu yako bado itaanza sasa hivi. Sasa yule atakapoingia ndani ya pepo, anaanza kustarehe mle ndani, ataanza kuulizia ule mwenzake. Kila akimwona mtu anaingia anamuuliza, umemwona fulani? Itapita wiki, itapita mwezi, itapita mwaka, itapita miaka miwili, miaka mitano, miaka 10, miaka 20, miaka 100. Ni hadithi ya Mtume, ndugu zangu. Itapita miaka 200, miaka 300, miaka 400, miaka 500. Sasa ndo yule bwana anajikokota, anafunguliwa mlango, anaingia ndani ya pepo ya Mungu. Yule mwenzake anamuuliza, ulikuwa wapi ndugu yangu? Umekosa starehe nyingi hapa, mambo ya hurul ain, matunda kila aina, raha za hapa na pale. Yule bwana anamjibu huyu ndugu yake, anamwambia, alhisab, alhisab, alhisab. Nilikuwa nahesabiwa, nimehesabiwa peni ndururu, nikahesabiwa peni, kisha shilingi 5, shilingi 10, shilingi 20, shilingi 50, shilingi 100, shilingi 200, shilingi 500, shilingi 1000, moja baada ya nyingine, na mambo mengi mengine ambayo yalikuwa amenizunguka katika maisha yangu. Nilikuwa nahesabiwa moja baada ya nyingine. Ndio nimechelewa miaka 500 leo, miaka 500 ya akhira, sio ya duniani hapa ndugu zangu. Wa inna yawman inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'udun. Siku moja mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, siku moja ya akhira ni sawasawa na miaka 1000 hapa duniani. Sasa miaka 500 ya akhira itakuwa ni miaka mingapi hapa duniani ndugu zangu? Mtu anahesabiwa, anakwenda kujiingiza kwenye fitna mwenyewe, na alikuwa hana haja ya kwenda kule, kwa sababu ilikuwa